Leo ikiwa ni Mei Mosi, inatambulika kama siku ya wafanyakazi, watu walioajiriwa, wenye kuokota maokoto mwisho wa mwezi katika sekta binafsi au hata katika serikali. Popote pale, wewe ukiwa ni mfanyakazi na leo unaitambua kama siku ya pumziko kwa ajili ya wewe kuwa mfanyakazi, na kukumbusha hili: kabla hukuwa na kazi hiyo, ulikuwa mtu wa maombi sana. Uliomba, ulifunga, ulitoa sadaka ili Mungu akupatie kazi. Nikuulize swali, tangu umepata kazi, unaomba, unafunga, unatoa sadaka, au ulivyopata kazi na aliyekupa kazi ukamwacha? Lakini inapofika siku ya kukumbuka, siku ya kusherehekea Mei Mosi, unaenjoy, unaifurahia kazi, lakini aliyekupa kazi umemsahau. Nilipokuwa nikitafakari na kufikiri, nikasema nishiriki nawe ujumbe huu ya kwamba kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Ikiwa una uhakika ulipata kazi kwa maombi, basi linde kwa maombi. Kabla hujaanza kazi, omba. Kabla hujafunga safari kuelekea ofisini, omba, ili yule aliyekupa kazi akakuwezeshe kuifanya kazi kwa uaminifu na kwa weledi wa hali ya juu. Nilikuwa nakukumbusha rafiki yangu na sherekea leo siku ya wafanyakazi duniani, ya kwamba ikiwa ulipata kwa maombi, basi linde kwa maombi. Mkumbuke aliyokupatia. Mungu akubariki sana.